TRA wameonekana kuikamia sana mechi kwa sababu, lakini imekuwa ni kawaida yao. Hata mechi ya Yanga tuliona hivi, kwa sababu wako na wachezaji wazuri na ndio maana umeona wametoa mchezo mzuri. Kwa ujumla tumefurahi, lakini yakibaki kama mapenzi ya timu ambayo uko nayo, matokeo hayaridhishi. Kulingana na sisi tulitegemea matokeo yangekuwa mazuri zaidi. Pengine labda unahisi kikosi chako cha Simba Sport Club siku ya leo kimefeli wapi, ikiwa wachezaji wale ambao ni tegemezi wote ambao tunawafahamu ndani ya kikosi cha Simba wamecheza, wengine pia walikuwa sababu kwa mechi kadhaa kucheza kama Josephine Rwemba amekuepo, lakini hamjapata chochote. Tatizo limekuwa ni nini? Kuna chochote cha kulaumu juu ya hilo? Kwa binafsi mimi sina cha kulaumu, kwa sababu mimi nafahamu mchezo wa mpira una matokeo matatu. Lolote linaweza kutokea kwenye mchezo, ila kwa sababu hatuna namna, kwa sababu kwa mfano kama Rwemba ametoka majeruhi, match fitness hana, na wewe umeona alikuwa akiingia akitoa pasi nyingi zilikuwa zikipotea. Kwa hiyo ule ufanisi ambao tumemzoea akiwa nao tumeshindwa kuupata kulingana na kile ambacho ametoka kwenye majeruhi, kwa sababu huwezi kumlaumu mchezaji kitoka kwenye majeruhi. Kwa wachezaji wachache sana ambao wanaweza katoka kwenye majeruhi afu akaja akakupa kile kilicho bora, lakini wachezaji wengi huwa wakifeli kulingana na majeruhi ilivyompata. Kwa hiyo itategemea majeruhi imemtafuna kiasi gani, lakini kwa kama Chama nilivyomuona mechi kama hizi ngumu, Chama sasa hivi yani hawezi zile kikili. Unamaanisha kwamba kucheza kwa Chama leo ni kama vile mwalimu amefanya makosa? Hapana, sio makosa, yuko sahihi kufanya sababu, kwa sababu kuna muda ilihitaji utulivu zaidi timu, kwa sababu timu ikiwa kwenye pressure ya juu, na maana kwamba lazima uwe na mtu ambaye anaweza kucontrol temper ya mpinzani. Lakini Chama sasa tulitegemea angefanya kile kitu, lakini Chama kulingana na umri nao umekwenda, kile kitu hatujakipata. Kwa sasa hivi Chama ukimweka kwenye mechi ngumu kama hizi za kugongana, huwezi kupata kilicho bora kwake. Pengine labda sasa sare ya leo inawapatia matumaini gani kuelekea kuchukua taji la ligi kuu soka Tanzania bara msimu huu wa 25-26, ikiwa tayari watani wenu mna distance ya pointi zaidi ya 4? Kwa sasa hivi naona sasa kama Yanga yuko na advantage kubwa sana ya kuwa bingwa, kwa sababu hatuwezi kuwa wanafiki. Kwenye ukweli unabidi uzungumze ukweli, kwa sababu mpaka hapa tulikuwa katuzidi pointi 3 na hapa zinakuwa 5, na maana hizo 5 itategemeana na maana michezo inayofuata ya kwake atakuwa na matokeo magumu au matokeo mazuri. Acha tuangalie kwenye mechi 5 zijazo. Mechi 5 zijazo zinaweza zikaamua nani anaweza kuwa bingwa, kwa sababu michezo 5 inaashiria wewe unapambana kiasi gani. Ukipambana vizuri, na maana gap linaonekana ni kubwa au linaonekana kidogo. Kama Yanga atapoteza pointi, tunaweza kuwa na matumaini na sisi kwamba tunaweza kufanya jambo lingine. Kwa hiyo sasa dua zenu zinageukia upande wa pili kwamba Yanga apoteze nyewe muweze kushinda. Kila mmoja huwa anamwombea adui yake lazima apoteze. Hakuna ambaye adui anaweza kukuombea wewe mema, hayupo. Kwa hiyo lazima sisi tumuombee njaa yeye, akiteleza na sisi ndio neema kwetu. Labda pengine kiwango ambacho wamekionyesha Simba katika mchezo wa leo na kile ambacho walikionyesha dhidi ya Azam kina utofauti, ama pengine kiwango ni kile kile lakini wapinzani wenu ndio wamekuwa gumu zaidi? Mimi binafsi kwa sababu mimi ni mfuatiliaji wa mipira, naangalia mipira mingi. Huu mchezo wa leo, mchezo kwamba ulikuwa 50-50. Wao walikuwa wakicheza na sisi tulikuwa tukicheza. Hata mechi ya Azam ilikuwa hivyo kwamba game ilikuwa 50-50. 50-50 inakupa na maana gani? Na matafsiri yoyote, mtu yoyote anaweza kupata matokeo kulingana na mchezo unavyokwenda. Wao walikuwa create chance na sisi tuna create chance. Sema tu kitu kinachofeli Simba, katikati ya uwanja balance inakosekana. Yaani kwenye ile namba 8 Simba hatuna namba 8 mfanisi. Tungekuwa tuna namba 8 mfanisi, na maana tungekuwa tunapata matokeo chanya. Bado Simba hatujampata namba 8 kama Lali, bado. Yaani ndio hichi ndio kinachotutafuna sisi. Kwa hiyo tunahitaji namba 8 ambaye anaweza control temper ya mpinzani. Sasa kama inakosekana namba 8 ambaye anaweza control temper ya mpinzani, tafsiri yake ni nini? Kwamba mchezo unakuwa 50-50, kwa sababu wewe mpinzani akija kwa kasi, wewe unatakiwa kuumeza mchezo. Na maana unauzima mchezo wake, wewe unatawala mchezo kwa kucheza mipira, kuachia kwenye njia, kwenye space, ili kutengeneza chances zilizokuwa wazi ili uweze kuscore. Lakini unaona kabisa Simba wale wapinzani wanakuja kwa speed na wewe unakwenda kwa speed. Na maana wote mnaacha mashimo, kila mmoja anapita kulingana na nafasi zinazopatikana. Pale uweze kupata matokeo inakuwa ngumu, kwa sababu wale kwa mfano kama TRA wana enjoy zaidi zile mipira ya physical battle, ile mipira ya juu ya kugongana. Wao ndo wana enjoy. Ukipiga juu wao unawapa mchezo unakuwa mzuri upande wao. Kwa hiyo sasa chini zaidi huna mtu ambaye anaweza control tempo ya kucheza pasi za chini. Unategemea nani atakaye kupa matokeo? Labda pengine sasa kwa mechi ya leo, kwa jicho lako zaidi, ukisema pengine kuna mchezaji wa Simba ambaye hajafanya vizuri kwenye ubora wake kwa siku ya leo, unaweza kumsema nani? Mimi naona viwango vyao ni vile tu vya kila siku. Maana havijapanda wala havijashuka. Ni vile tu, lakini hamna kingine kipya, kwa sababu
umekuwa siku chache ambazo unaona wachezaji kwa mfano wanaweza kuwa na siku nzuri, unawaona kabisa wanafanya mambo yaliyo bora. Ila tu katika siku ya leo naweza nikamlaumu kocha kidogo kufanya sababu ile ya kumtoa Libase maana ya kutoka kuingia Morris, timu imekufa. Upande wa kule winga ya pembeni ya upande wa kulia ikaa haichezi tena. Na maana mipira yote ilikuwa ikipigwa inakufa. Na maana kwa tafsiri yake nini? Umeua mashambulizi ya upande mmoja. Ukishaua mashambulizi ya upande mmoja na maana timu haitanui tena. Na maana unalazimisha mipira ingie ndani. Unapoingiza ndani, je, una watu ambao wanaweza kucheza kwenye hiyo nafasi ambao unalazimisha mipira ingie ndani? Kwa sababu Morris mipira yake mingi akienda wide anarudisha ndani. Na maana nani anayekwenda moja kwa moja mpaka mwisho wa uwanja? Hakuna. Na maana pale timu nayo ilikuwa inakufa upande mwingine. Kiwango cha Mwalimu kwenye michezo miwili kati ya Azam mchezo wa leo, kwako binafsi kama striker ama forward kwenye lango la Simba, umekiona kiko sawa? Pengine kuna namna ambavyo unatamani aongeze zaidi? Simba wanahitaji kutafuta namba 9 mwingine. Mwalimu amekuwa anatukaba. Unaona kama game ya Azam, unapotengeneza nafasi ya wazi unatakiwa kuwa finisher. Wewe namba 9, na maana timu nzima inakutegemea wewe. Kama watu wanatengeneza chance alafu wewe unashindwa kuscore, na maana kwamba timu inaibebesha mzigo. Ndio kilichotokea game iliyopita. Game kama ya leo mipira inapigwa kwako ikiwa kama namba 9, wewe unatakiwa kumaliza uwanja, ukabe mpaka mwisho, lakini Mpanzu alikuwa hafiki Mwalimu kwenye eneo lake la mwisho. Kwa sababu Mwalimu akipigwa mpira mirefu anakwenda anasimama. Na maana tafsiri yake nini? Unawapa mabeki uhuru wanacheza akiwa wanavyojisikia. Kipa kuna muda alikuwa na delay, na maana unataka umkabe kipa, umpe pressure, abutue mipira. Mwalimu alikuwa afanye. Na maana tafsiri yake nini? Umewapa uhuru wapinzani wakicheza wakiwa uhuru, na maana tafsiri yake kwamba wewe ufanye majukumu yako yanayokupaswa ufanye ndani ya uwanja. Labda sasa kwa na ukiangalia kama vile kwa Dese alivyokuepo au Medi Kagere, ni forward ambaye alikuwa anaweza kukaba mpaka mwisho wa uwanja. Wewe golikipa au beki inakulazimu utoe mpira nje, kwa sababu yeye akiwa anakuja hakupi nafasi. Ndio namba 9 inavyohitaji, sio kuscore tu, kuna majukumu ya kupresi. Na timu inapohitaji kupresi, na maana kwamba wewe kwa press tunaanzia kwa namba 9, lazima ufanye pressing ya kueleweka, lakini hicho kitu kilikuwa kifanyiki. Labda sasa kwa kipindi hiki tumalize hivi. Kipindi hiki ni kipindi ambacho wana Simba wengi wana pressure zaidi wakitazama hasa matokeo haya, lakini pia wakitazama wapinzani wao wakizidi kufanya vizuri zaidi. Pengine hasa ukiwa kama mwana Simba wanakutazama kupitia SDK Media kwa wakati huu na kipindi hiki ambacho ni kigumu kwenu, unaweza kuambia nini? Atuwe wavumilivu tu. Wavumilivu. Kwa sababu hakuna namna. Likitokea kwamba tumepambana mpaka mwisho tukafanikiwa labda kuwa mabingwa, basi imekuwa bahati upande wetu. Kwa sababu pia hatukuanza msimu vizuri. Tungekuwa tokea mwanzo tuna timu kama hii, walau tungekuwa tuna kitu tokea zile mechi za mwanzo, lakini tumekuja kustuka kipindi cha pili. Na maana unapokuja kupambania kipindi cha pili, na kuna watu pia wanapambania wasishuke daraja. Kuna watu wanapigania kutafuta nafasi ya 4. Kwa hiyo kuna watu wanapigana kujiweka kwenye nafasi nzuri. Kwa hiyo tayari tulishapoteza tokea mwanzo. Hapa tunajipigania kulingana na nafasi iliyopo. Lakini kwenye uhalisia hapa sasa hivi hatuna matumaini ya kuwa mabingwa. Ila tu tuendelee kuomba Mungu. Tuombe mpinzani kama itatokea atadondosha point, na si tupambanie nafasi zilizobakia.